Naam, leo Juni 18, 2025, halmashauri ya wilaya ya Masasi wanafanya mkutano wa baraza la madiwani. Mkutano huo utakaofanyika katika jengo hili la halmashauri hii ya wilaya ya Masasi, na mkutano huo unahusu kupokea na kujadili taarifa za CAG kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Sisi Muungwana One TV tupo katika maeneo haya kwa ajili ya kukujuza kila ambacho watakachokizungumza viongozi hao. Mimi ni Bizo Marima na hii ni Muungwana One TV. Endelea kukaa na sisi. Unatazama Muungwana One TV. Leo halmashauri ya wilaya Masasi wapo mbele ya baraza kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, yani CAG, ikiwa na maoni ya kamati ya fedha na uongozi. Management ilipokea vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni 807,624,126 ilivyokuwa havijapokelewa na kuviorodhesha kwenye vitabu vya kumbukumbu. Hata hivyo, wakati wa mapokezi, management iligundua kifaa tiba kimoja, Metal Shaver, chenye thamani ya shilingi milioni 45,500 kilikuwa na vipimo specification tofauti na jinsi kilivyoagizwa. Hivyo, management haikupokea kifaa hicho na kurudishwa kwa mzabuni kwa ajili ya kuleta vifaa chenye vipimo vilivyoainishwa wakati wa manunuzi. Management inaendelea kufuatilia kifaa tiba hicho ili kiweze kufika kwa wakati. Lazima tuambiane kweli. Ukiangalia hii Metal Shaver tangu ilipokapaswa ifike kwenye halmashauri yetu ni zaidi ya mwaka. Maana yake leo tulikuwa hatupaswi tuojiane kwenye habari hii. Lakini kamati yako ya fedha maana yake ilikubaliana na ushauri wa management kwamba mpaka tarehe 15 Juni hii Metal Shaver itakuwa imefanyaje? Imefika. Ukiangalia hapa panadanganya toto, mheshimiwa mwenyekiti, kwamba leo tumekaa tunaambiwa iko njiani. Sasa ukiulizwa iko njiani kutoka wapi na kwenda wapi, unapata jawabu gani? Rai yangu ni nini? Watumishi wetu wawe makini kutekeleza wajibu wao. Na nina mashaka kama itatokea bahati mbaya ikaonekana kwenye baraza hili tukarudi wachache, maana mimi nitarudi, kama tutarudi wachache maana yake mashaka yangu jambo hili litakuwa limepotea na hakuna atakayeweza kulifahamu. Na tutakaporudi sisi wachache maana tutasema yeye yalipita. Sasa nini, pamoja tunakubaliana na hili, lakini tutoe angalizo ama ushauri kwa management kwamba mkurugenzi hakikisha anasimamia vizuri management yake, kuhakikisha kila mmoja anatimiza majukumu yake. Haingia akilini kwamba hiki kifaa kimekaa zaidi ya mwaka, kiliponunuliwa msabuni yupo, halafu leo tunakuja kuambiwa tena kwa sababu tulikuwa kwamba tunarudi Gaza huko Kivu Kaskazini kesho ndio tunaambiwa kwamba kiko njiani. Huko ni kulivunjia heshima baraza na kukukosea. Kwa pamoja na kulikubali, nilifikiri wanastahili pia kuomba radhi kwa kuidanganya hata kamati yako ya fedha, mheshimiwa mwenyekiti. Yetu mkurugenzi, mimi muombe mkurugenzi, manake mkurugenzi nimemwona alipokuja sasa kidogo nimpongeze kwamba kidogo anasimama na ana mashaka kwenye kusimama mkurugenzi kwa sasa. Shida yetu wakuu wetu wa vitengo, kuna muda tunachukuliaga hizo. Ndio mheshimiwa Paul aliposimama pale amesema kwa ufupi sababu anawafahamu kwamba ni watu ambao wanaweza kukubali jambo baadaye tulipokubaliana kwenye kamati, wakitoka pale wameenda kuachana nao waende kushughulika nao. Sasa ili mkurugenzi alione kwamba ana kazi ya kufanya. Kuna watu wanafanya kazi kwa mazoea na kufahamiana. Sasa hili jambo angalau mkurugenzi, na muomba mkurugenzi aliyokuepo sasa, hapana, tunamuomba kwamba hili jambo alisimamie vizuri ili angalau kupushi hawa wanaoahidi jambo dakika ya mwisho hawaendi kushughulika nalo, wanatutia hasira kwenye baraza hili. Mimi nimtume mheshimiwa Satima na mheshimiwa mwenyekiti kumkumbuka mheshimiwa Mkono kwa Satima angalau tupunguze, sababu lishaanza kutoka mapovu na haya mambo yanataka kuendelea. Kwa mimi namuomba sana mkurugenzi, namuomba sana mkurugenzi katika watekee rudi nasi wengine tumo, namuomba mkurugenzi sana. Muungwana One TV, ulimwengu wa habari.